Yeah. So hi guys, mnaendeleaje? Hello. Tunaendelea vizuri. Thank you. So today tuna session na Atanas ambayo itahusiana na platform ya CrowdGen. So Atanas, kama uko please say hi. Nakusikia. Okay, karibu sana Atanas, naitwa Joyce Asenga. Nadhani tutakuwa tumewasiliana sana, so karibu. Asante sana, asante. Hawa ni wanafunzi wa cohort 1, 2 na 3. Kwa hiyo tuko mixture na tunakukaribisha na unaweza ukaanza tu, maana ni saa 2:32, so we are on time na wengine wataendelea kujoin, so karibu sana. Kwanza kabisa nashukuru na nasema asante pia. Kwa majina naitwa Atanas Michael, ni mwanafunzi wa chuo cha Mbeya hapa. Nilipata mwaliko na Mr. Baraka kushare jinsi nilivyopata hii project ya CloudGen au Appen ambayo kwa wiki nilifanikiwa kupata dola kama 243 au 47 hivi, kama laki 6 na sehemu kwa wiki. Sasa sijui mngependa nianzie wapi yani? Unaweza kuanzia kufungua kabisa Nishare account. screen. Yes, unaweza ukashare. Okay. Sijui mnaona? Nadhani ndo inakuja. Okay. Tayari? Ndio. Hii project nilikuwa kama wiki tatu nyuma nilianza kumfuatia Mr. Baraka YouTube kwenye zile tutorial zake jinsi ya kufanya translation jobs na transcription. Sasa mi nikabahatika kupitia LinkedIn na nikakutana na hii project. Walikuwa wanataka Mtanzania anaweza kutranslate Kiswahili, yani mnatumia batch ya audio, ile audio inapofika pale mnakuwa mnaisikiza, afu kuna mashine inakuwa ina translate yale maneno. Kwa hiyo kazi yako ilikuwa ni nyepesi sana, ambao unatakiwa kuhakikisha yale maneno ambayo mashine imeandika ni sahihi. Ina maana kazi yenyewe ilikuwa sio kuandika unachokisikia, yani kuandika unachokiongea, hapana, naandika kile ambacho kimeandikwa na mashine tayari ili kuisahihisha iye iendelee kutrain AI. Kwao walikuwa wanalipa $21 kwa saa, na baada ya kuipata kuna ile kama kawaida kwamba lazima ufanye interview au ufanye testing. Kwao nikajaribu kufanya testing, ilikuwa ni audio mbili na hisi ambazo zilikuwa ni dakika 2 tu na nikapasi. Ilikuwa ni nyepesi sana. Kwa kitu cha kwanza bila cha kuzingatia kwenye project ya CloudGen, yani hauwezi kufungua account mwenyewe, labda tuseme umeingia online ukaapply afu ukasema ufungue account. Hapana, haiwezekani. Kwa hiyo unachokifanya ni unaomba kazi, na ukishaomba kazi wenyewe kulingana na qualification yako ndo wanakupatia. Na nilichojifunza pia ni kikubwa, yani CV yako iwe imeshiba, yani ndo wanakuchagua. Maanake nishaomba karibia mara 7 na sikukata tamaa, ila baada ya kutumia AI kujenerate resume
nikafanikiwa na hicho, na hisi hicho ndio kimenisaidia kupata hii project. Kwa hiyo unapoomba project yoyote inabidi uzingatie nani CV yako ili inapoituma iwe imeshiba. Na jinsi nilivyopata kazi naweza kushare hapa. Kuna hii platform hii nani website yao ya kuombea kazi inaitwa LWS Train AI, na sijui kama mnaiona hapo. Ndio. Yes, Kwa hapo tunaiona. hapo kuna kazi zote ambazo zinahitaji watu muda huo. Kwa unaweza ukasearch by location au team au work type unayotaka wewe, kwa sababu hawatoi tu nani hizi audio transcription. Kuna data annotation ya picha, kuna video annotation, kuna translation pia. Yani ni aina zote ambazo unaweza kutrain AI. Kwa hiyo nilikuwa napendelea sana kupitia hii website, ndo nikapata hiyo kazi. Kwa hiyo sijui nani Joyce, naweza nikashare na wewe link uje wapi watakaopenda kuna nini kupitia pitia hapo. Website zao zipo Yes. mbili, kuna hii LWS na kuna nyingine iko hapa inaita Welo Global. Hizi na juzi asubuhi kipindi napitia ilikuwepo kazi ya Kiswahili kwa watu wa digital marketing. Kwa hiyo nadhani yenyewe nitamtumia Joyce aweza akashare na yeye, kwa sababu naona ilikuwepo ya Kiswahili, ila huo umespecialize kwenye masuala ya digital marketing. Kwa hiyo naomba turudi sasa hapa kwenye jinsi ya kunani kwenye CloudGen. Sasa unapoingia labda umesha pasi ile nani, umetuma ile CV yako, umechaguliwa kulingana na project ambayo umepasi, utakutana na jina la project hapa juu, ambayo kama hii hapa nilikuwa nafanya ni Polywag audio transcription. Kwa hiyo kwako sasa italingana na wewe umeomba project gani. Kwa hiyo ukifika sasa, unaweza ukabonyeza resume kuanza. Mimi hapa tayari nilikuwa nimeshaanza na nina wiki ya pili sasa hivi. Kwa hiyo hivi ndio screen yako itakavyoonekana, lakini kwa sababu mimi nimesha pasi ile testing, haitaniletea ile kwamba ufanye testing ili upasi. Na uzuri wa huku ni kwamba sio kama Outlier kwamba utafanya interview na AI ndio uje upewe kazi. Huku unapangiwa kazi, yani wanaamini kazi uliyoiomba ni una ujuzi nayo. Kwa hiyo utapewa tu audio mbili ambazo utazifanyia hiyo, kama ni annotation, kama ni kufanyia translation utaifanyia. Ukisubmit ukipasi ndo unapewa sasa taski. Ila hata zile audio ambazo umeweza zile za testing mbili wanakulipa hata kama ukiwa hujapasi interview, ila watakulipa baada ya nani, baada ya kuchaguliwa. Kwa hiyo kitu kikubwa hapa ni kwamba changamoto nyingine ni masuala ya nani ya payment au jinsi ya kupokea malipo. Kwa waliofanikiwa kuingia, ukijaribu labda namba ya Voda au mtandao mwingine, mara nyingi huwa inasumbua. Kwa hiyo mimi nashauri kama una Halotel haisumbui sana. Kwa hiyo ukifika hapa hivi kuna imeandikwa pending transaction, yani kama mnavyoona hapa kuna salio langu ni dola 246.3 ambayo watanilipa Jumatano. Jumatano tarehe 15, sijui itakuwa ni lini mwezi huu ambao ni wiki Jumatano au Alhamisi. Kwa hiyo ukifika kwenye hii pending transaction kwako haitaonekana hivi, itakuandikia choose how to you want to pay. Kwa hiyo ukisha click pale sasa utapewa option ya kwanza. Option ya kwanza ni kuingiza taarifa zako sahihi, ambao utaingiza namba ya simu ili upate nini verification, na watatuma verification code ambayo kwa Halotel ni haichelewi na utaipokea muda huo huo. Ukishaweka ile verification code pia utaambiwa proof address. Kisha proof address ina maana utaweka ile address ambayo uliopo, ambao kama unatokea Dar au Mbeya utaweka address yako, wilaya, kata na postcode. Alafu baada ya hapo ni utalink sasa, kama utachagua kulink na aina gani ya malipo, kama unatumia AirTM, Payoneer na PayPal watakuruhusu pia. Kwa sasa hivi mimi siwezi, yani ningewaonesha sema wamezuia kubadilisha aina za malipo mpaka tarehe 16 ambapo watakuwa wamesha kulipa. Na kitu kingine ambacho ningependa labda kushare ni kwamba
huwa wanazuia nini, wanazuia, yani wanazuia kuna nini kubadilisha aina yako ya malipo mpaka pale ambapo utakuwa umesha approve na kwa mfano wenyewe wanalipa kila mwezi unalipa tarehe 14 hadi tarehe 16, sio kama tayari wenyewe unalipa kwa wiki au unalipa kwa mwezi mara moja, ambao ni tarehe 14 hadi tarehe 16. Kwa hiyo kabla ya malipo yako huwa nakutumia email kwamba ujitahidi kuhakikisha taarifa zako ni sahihi kwenye upande wa malipo, ili malipo asije kuwa failure. Kwa mfano hapa kuna payment issues, kuna pending transaction ndio hii hapa ambayo naitegemea mimi kulipwa ni wiki hii Jumatano. Hapa chini kuna idadi ya masaa ambayo nilifanya. Kwa mfano hii Juni 27 ni translate audio ni kama 16 na jumla ya masaa ilikuwa ni masaa 21, ilikuwa ni masaa matatu, ambapo ukizidisha mara 21 ni kama $71. Na kitu kingine naweza kushare ni kwamba unaweza kuwa umepewa audio. Sasa umeanza kuzitranslate pale, haimaanishi kwamba umetranslate audio kwa masaa 6 ndio hayo masaa utakayopewa. Hapana, yeye anaangalia aina za batch za audio ambazo umepewa. Kama ni audio 16 umetranslate kwa masaa mangapi, wenyewe hawaangalii hicho. Wenyewe tunaangalia ni zile audio 16 ukijumlisha unapata ni masaa, labda useme masaa matatu na nusu, ndio hayo masaa utakayolipwa. Na kitu kingine pia nisisahau, kwa sababu ni toka Alhamisi iliyopita hawatoi audio tena, sijapokea ile audio, na nilijaribu kuwatumia email wakasema inategemeana na nani inategemeana na project inavyotaka yenyewe. Kwa mfano hii project ni ya siku 121 kama miezi minne. Kwa hiyo inategemeana, labda kuseme kwa mwezi wanaweza katoa kwa wiki, yani zile batch za audio zinatoka kwa wiki. Kwa mwezi labda wanatoa wiki mbili. Kwa hiyo cha kushauri nini hapo, kama ukifanikiwa, ukishaona tu pale kuna ile, ukishaona kuna audio wewe nionyeshe. Kwa mfano mimi hapa ni sasa hivi yani sasa hivi sijapokea audio ambazo zile ambazo natakiwa nizifanyie translation. Kwa hiyo sasa ni kwa sababu walinitaarifu kwamba wanatumia kwa wiki, wanatuma yani kwa mwezi wanatuma, labda useme batch labda wiki mbili, siku 14 kwa kila wiki, kwa kila mwezi wanatoka siku 14. Kwa hiyo ukibahatika kuona task hiyo, yani siku umeingia leo, useme umeingia ukapata taski zako pale, anza kufanya huo muda. Usiseme labda umefanya audio mbili leo, umefanya audio mbili leo kwa sababu unajua taski zipo utafanya tena kesho. Hapana, unaweza kuingia wiki umefanya audio zako, lakini baadaye ukija kuingia utapata tena task. Kwa hiyo ni kama mpaka tena mwezi ujao ndo wataleta hizo task kwa wiki mbili. Kwa hiyo ukiweza, kwa sababu mimi niligundua mapema, nilifanya kwa wiki, nilisubmit audio 50 ambazo zinaonekana hapa. Hapo ilikuwa nimetingwa na mitihani ya test 2. Kwa hiyo singekuwa test 2, labda nilikuwa nimesha plan kuweka labda audio 150 ambao nilikuwa nimepiga mahesabu ni kama dola kama 500, dola 500 hivi. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo kama ukibahatika kupata task, zifanye kwa wingi au kwa unavyoweza, yani usitegemee kwamba zitakuwepo. Hapana, wenyewe wanatoa kulingana na uhitaji ulivyo. Kitu kingine sijui kama ambacho kwa nimesahau cha kuzingatia kabisa ni quality ya audio ambayo unaituma unaifanyia translation. Kwa mfano sema hapa sasa hivi siwezi kushare kwa sababu kwa mwezi huu task zimeshaisha, kwa nasubiri mwezi ujao. Kwa mfano umepewa, mimi ambayo nafanya ni audio ina maongezi ya watu wawili. Kwa yale maongezi ya watu wawili, sasa kuna ile mashine ndio kwa pembeni na kwa inafanya translation unapoongea. Kwa wewe ndio utakiwa uhakikishe, cha kwanza kabisa ni uhakikisha kwamba hii audio ni ya tuseme labda speaker 1 ameongea, speaker 2 akaja kaingia kwa katikati. Yani tuseme tunafanya mazungumzo yote, labda unaweza kuwa tunaongea mazungumzo yote alafu kuna mtu akaingia katikati. Kwa unachotakiwa kufanya pale, yule aliyeingia katikati pale alafu audio yake haipo, unatakiwa uongezee task nyingine, yani batch nyingine ambayo uongeze yale maneno afu yafute kwenye nini, kwenye space ya speaker 1. Na kitu kingine ni kwa sign kama kuna sauti ya mtoto imetokea, labda tunazungumza kama hivi tunavyozungumza, akatokea mtoto akaongea,
au sauti ya TV, kasikika sauti ya mtoto. Kwa hiyo ni kuassign tu hivyo vitu, na mwishoni ilikuwa ni kuhakikisha tu kwamba ile nani audio, zile audio ambazo nimesikika ni kweli ni za Kiswahili tu, Kiswahili kwa Kiswahili, au kuna lugha nyingine imehusika. Kwa kama una lugha ambayo imehusika, unahitaja pale kama unaifahamu, ila kama hauna uhakika nayo unaacha tu, nasema unknown, kwa sababu wenyewe wakifanya kuja kufanya nini quality review wataangalia hicho kitu pia. Kwa ilikuwa rahisi sana, hisi ni kazi ambayo ni rahisi, lakini wanalipa vizuri sana. Kitu kingine pia, kama ulivyosema, ndo umeomba ila haujawahi kufanya hizi kazi, yani ndo mara yako ya kwanza umeomba, wenyewe unapoomba pale pale kabla ya kufanya kufanya zile testi, unapewa option kabisa ya kujifunza. Kwa mfano hapa ilikuwepo ni Open Learning Center, kwa hiyo uta click hapo. Kwa hiyo kama hujawahi kabisa, kwa hiyo itafunguka sehemu ya kujifunza. Ina maana nataka kujua nini, zile basic za translate. Kuna zile kwamba labda hujui uanzie wapi, kwa hiyo wenyewe watakuonesha vipi ambavyo unatakiwa ufanye na vipi ambavyo usivifanye. Kwa mfano mtu amezungumza, tuseme tumezungumza afu akacheka, hauruhusi kuandika kicheko, yani zile sita, labda ha ha ha, hauruhusi kuandika hicho kitu. Yenyewe utachoandika ni labda unaandika laugh, ile ya kucheka, Kiingereza kile sijui kucheka wanahitaji, ndio unachokiandika. Au labda useme amekohoa, hauruhusi kuandika ile sauti ya kikohozi, ila utaandika cough, labda amekohoa. Au kama amecheua utaandika, na vyote utavipata hapa, ambapo kwenye Learning Center kuna guideline hivi. Hizi ndio zinazokuwa kwenye project inahusiana na nini. Kwa hiyo utafungua, utasoma, na hizi dokumenti zao hazidi kama peji 21, ni kama 10 na ngapi. Utazisoma kwa umakini, kwa sababu hichi ndio kitakacho kusaidia wewe upasi au usipasi kwenye zile testing. Kwa hiyo kwa mfano mimi project yangu ilikuwa ni hii hapo, kwa hiyo nilizisoma hizi kaida, na hizi ndio zilizonisaidia mimi kupata interview. Maana yake ya kwanza kabisa nishai kufanya na sikupita. Kwa hiyo haikunikatisha tamaa kwamba niachane na CloudGen, kwa sababu niliamini ipo siku tutafanikiwa. Kwa hiyo ile nilipofanya interview nikafeli, sikukata tamaa, nilianza kujifunza, kwa sababu hata kama ukiwa ukishafungua account, hata kama project huja pass ile project, kulingana na CV yako sasa kila kazi ambayo itakuwa inahusiana na CV yako watakuwa nakutumia. Kwa hiyo account yako haitafungwa. Kwa hiyo kama haitafungwa, basi utakuwa unapitia utapata muda wa kupitia zile basic na kujifunza vitu vingi, na pia kujifunza kwenye tutorials za YouTube kuhusiana na nini, na translation za CloudGen. Kwa hiyo mimi baada ya kupokea project nilipitia hapa kwenye sehemu yako ya kujifunza, nilianza kujifunzia hapa. Nilisoma kama nahisi ni masaa matatu, kwa sababu nilikuwa narudia mara kwa mara ili nihakikishe nikifanya ile testing niweze kupass. Na kitu naweza kuwashauri pia ni kwamba kama ukibahatika kupass kwenye CloudGen, yani kitu cha msingi zaidi ni kuzingatia ile, kama hujawahi, yani soma project guidelines, soma project inahitaji nini, wanataka utranslate nini. Kama ndio usome umebahatika kupata annotation, soma kabisa kila kitu, usije ukajaribu kufanya nani ile testing alafu hujui kitu, au unaharakia, hiyo itakukosti. Na hicho mimi ndio nilichojifunza. Kitu kingine pia ni kutumia muda mwingi, yani kuhakikisha kabla huja submit ile audio, jitahidi kabisa uirudie kwamba kweli nilichokiandika ni sahihi. Ni bora utumie masaa matatu kwenye audio moja dakika 16 kuliko kutumia masaa matatu afu umesubmit audio 16, ili yani unaharakia kwamba umepiga mahesabu, ndio nataka audio ambayo zimetranslate labda ni 16, nataka nizidishe mara mbili, ambapo kama 32 kwenye masaa matatu ndio nimezisubmit hicho kitu. Hiyo utakuwa tu unajifurahisha, manake kusubmit ili haimaanishi kwamba watakulipa, ila watakuja kuangalia tena quality. Kuna wale ambao watapitia quality yako audio kweli inafaa. Na kwa hiyo ukizingatia hicho kitu cha quality, hata kama umesubmit ume translate hizo audio zako 10, ni bora kuliko kufanya audio 20 alafu ni hamna kitu. Manake kabla ya malipo yako watakutoa kwenye project, manake wenye tunaomba ni wengi. Kwa hiyo cha kuwashauri ni hicho pia. Na kitu kingine niseme tu kwamba
CloudGen ni rahisi zaidi kuliko hata Outlier au project yoyote ambayo nimeshawahi kujaribu. Maanake nilijaribu kwa wiki tu nikapasi, ambayo ni nahisi ndio test rahisi zaidi kufanya. Naomba tu kuna link ambayo utamtumia hapo sister, ataweza kushare na nyie. Kwa kama utaona kuna inayokufaa pale apply, ila vitu vya kuzingatia nahisi ni hivyo, ila kwenye malipo ni hawana shida kabisa. Kwa mfano kuna audio ambazo mimi nilijaribu ku apply, lakini ilifeli zile interview, lakini nimekuja kushangaa zimejumuishwa kwenye haya malipo ingawa zilikuwa ni ndogo. Kuja tuone. Kuna hizi audio mbili hapa chini Polylog, ambayo nilifanya kama nilipata ni dola 0.8, ambayo ilikuwa ni za testing tu. Kwa nilichokuwa na harakia mimi nilikuwa nikifanya haraka haraka ili ni pasi, lakini nilikuja nikafeli, ambayo ilikuwa ni mwezi Mei, lakini mwezi Juni baada ya kupata email niliamua kuinvest muda wangu kujifunza zaidi, nikafuatilia interview za Mr. Baraka YouTube, nikajifunza translation inafanyaje kazi, na nilipokuja kufanya hivyo nilifanikiwa kikweli. Kama Mr. Baraka yupo, naomba nikushukuru, ingawa sije kuziletea darasa lako, ila umenisaidia sana. Sasa hivi mimi na mzee tunapokea mshahara mmoja, tena namzidi kabisa. Kwa hiyo barikiwe, barikiwe sana. Na nahisi kwenye, kama kuna swali labda mniulize au nimesahau kitu chochote. Halo Atanazi, Naam, nakusikia. kwanza tunakushukuru kwa darasa zuri, umetufumbua macho, Ndio. lakini naomba kufahamu, je, kuna linki unayoitumia kuna tool yoyote ya transcription unayoitumia ama Afu una, ni sawa. Yaani mm, hawa jamaa unapopewa ile umepewa kazi ya audio, si ndio? ndio. Wanachokifanya wana tool yao wenyewe inaitwa ADAP. Kwa hiyo ukisha pass yani kabla hujaingia kwenye testing utaandika zile taarifa zako ambazo ulifungulia account huko, ambao ni email yako pamoja na password. Kwa hiyo ukishaingiza pale, moja kwa moja itakulinki kwenye tool yao ya nini, ya translation. Haina haja labda utumie sijui zile nini transcriber, hapana, na wana tool yao moja kwa moja, ambayo hiyo ndio itakuwa zina audio zako zinatumwa kila siku. Okay. Ndio. Swali lingine, Ndio. mimi nilijaribu kufungua account ya hiyo CloudGen, Ndio. lakini nilivyofika kwenye payment, kuselect payment, Ndio. kuna Payoneer, kuna PayPal, kuna Airtel. ATM. Mm. Sasa mimi nilikuwa niko interested kutumia Airtel kwa sababu nilijaribu kuitumia kwenye Outlier. Ndio. Lakini it's like kama wanatoa message kwamba use Airtel at your own risk. Sasa nikashindwa kupata kwa nini wana discourage kwa namna hiyo. ATM kwenye cloud ni mwenyewe niliona, ila nilikimbia baada ya kusoma jinsi ya malipo. Ngoja niwaoneshe hapa. Kwa hiyo una suggest tutumie nini kwenye Kwenye payment? cloud na suggest utumie Payoneer. Okay. Manake PayPal inazingua na ATM pia, kwa sababu wanasema atiaone kosi, kwa sababu wenyewe na makatao ni zaidi ya tuseme labda huku kwenye Payoneer wenyewe wanakata 1%, yaani wanakata, kuna ile $1 na 0.1 ambayo ni constant, lakini kwenye AirTM huku wenyewe wanakata kuanzia dola 50 na nini 2.5 asilimia, yani sio dola, wenyewe wanakata kwa asilimia. Kwao ationi cost, na maana hata kama umepata dola, sema dola 1,000, wenyewe watakata asilimia zile za dola 1,000 ambayo ni 2.5, na bado watakata tena kwenye jinsi ya kutoka kwenye ATM kuja kwako. Ndio maana wanasema ationi cost. At your own risk, yani nikasema mbona Ationi hii risk. inafaa. Eh, Kwa hiyo nikawa nimedoubt, nikasema ngoja nisiendelee, nisubiri darasa. Nakushukuru sana kwa sababu umenifundisha. asante pia. Jambo lingine ambalo nilitaka niulize Mm, kwenye kwenye CloudGen, ndio. kwenye Outlier kuna hiyo nini hiyo kama time ambayo inahesabu muda. Eh, Sasa huku inakuwaje? asante. Huku kuna mawili, kuna zile aina za kazi ambazo zitahitaji timer, na kuna aina ya kazi ambayo haihitaji timer.
Aina ya kazi ambayo haihitaji timer ni kama hii ambayo nimeipata, ambayo nimesema wenyewe watalipa kulingana na zile saa za audio tu ambazo umetranslate. Ina maana kama audio ya dakika 16 umetranslate kwa masaa sita, hiyo ni juu yako wewe, ambayo wenyewe yani mashine itakuwa ina calculate zile audio ambazo umesubmit tu, lakini kwenye Okay. aina ya masaa ambayo ipo timer, lakini kwenye zile kazi kama video annotation au image annotation, ambao ukimaliza sasa zile una submit mwenyewe, kuna hiyo option hapa chini ya profile, kama unayo chini ya profile kuna my work hours. Kwa hiyo ile wanaangalia kwa wiki unajaza mwenyewe aina za idadi ya masaa ambayo umefanya kazi. Kwa hiyo watakazotoka kulingana na nini na masaa, lakini kwenye kazi za translation na transcription hauhitaji kujaza masaa mwenyewe, ile inakuwa automatic, ili una calculate wenyewe kulingana na zile idadi za audio. Okay. Asante sana, nakushukuru kwa majibu mazuri na Mungu akubariki Sana. sana. Mungu awabariki pia. Ndio. Bosi, samani, nimekuta tayari umeshaanza, nikakuta unaongelea habari ya matumizi ya line, nikasema zaidi tutumie Halotel. Sasa ikiwa eneo Ndio. ninaloishi Halotel kidogo na mtandao wake ni changamoto zaidi, inashika Voda, sistahili kutumia Voda au nikitumia itakuwa si sahihi? Na pia imesaidia hapa mlipoanzia, sijajua mlikuwa mnazungumzia nini. Kwenye nani, kwenye Halotel ni kupata zile nini kodi ili kufanya verification, ila kama unatumia tuseme unatumia Voda, ndo kama internet hiyo haina shida, ila tunashauri utumie Halotel kwa sababu ya kupata zile kodi ambazo wanatuma kuverify account yako. Kwa mfano hata kwenye Outraya, kama umeshai kulogin, wanakwambia enter your number to verify. Kwa ile kodi inayotumwa ile ndo nashauri utumie Halotel kwa sababu yenyewe haisumbui, ni moja kwa moja. Lakini ukisema utumie Voda inaweza kachukua siku au usipokee kabisa. Ila kuhusiana sio na mtandao, unaweza kutumia mtandao wowote ule. Na kuhusiana kwamba tumeanzia wapi, nilikuwa naelekeza tu kuhusiana na CloudGen, jinsi inavyofanya kazi na kivipi unaweza kupata kazi, ambapo nilisema ni CloudGen hauwezi ukafungua account bila kuwa invited. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kwamba kuna platform kama hii hapa ambayo nilionyesha hapo, ndo utaangalia, sijui kama inaonekana, utaangalia aina gani ya kazi ambayo unaitamani kuomba au ina fit na wewe. Kwa hiyo ukisha apply pale, kikubwa kabisa cha kuzingatia kabla hujaomba ni resume au CV yako iwe yani iwe imeshiba. Kwa hiyo hata kama hujawahi kufanya translation, wewe jaribu tu Google au kutumia, kwa sababu mimi nilitumia Cloud kwa sababu mimi ni prompt engineer, nilitumia Cloud kujenerate resume yangu ambayo nilifanikiwa. Kwa hiyo kikubwa kabisa, hata kama hujawahi kufanya, kwa sababu wenyewe waangalii sijui una nini, watakupa tu audio ambazo utazifanya, kama ukipasi unaenda, sio kama utayari utafanyiwa sijui video interview utakuwa unajua, hapana. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo ukiomba kazi pale utapokea invitation ya email kwamba ufungue account na uverify namba pamoja na address, na utaingia moja kwa moja kwenye jinsi ya kufanya kazi. Sijui kama nimeeleweka. Umeeleweka, asante. Asante pia. Steve, umesema ulitumia tool gani kugenerate ya CV? CV nilitumia Cloud AI. Okay, Sababu Atanas, naomba kama mtu mwingine ana samani naam, labda utusaidie samani pia kwa prompt kama ili tuedit tu ndugu yangu, maana wengine Cloud AI alikuwa labda hajawahi kuitumia. ni kweli, sababu kitu cha kwanza ni nahisi ni kuangalia yani wewe unafiti eneo gani, kwa sababu mimi nilianza kwanza kusoma prompt engineering ili kujenerate vitu kama hivyo, au kama nikipata kazi za tuseme za social media management, kuliko kuanza kudesign zile sijui kutumia wanasema ni Canva ile ambapo mteja sijui atataka posta. Hapana, mimi nitatumia nini, AI tu. Kwa hiyo nilitumia prompt engineering kugenerate resume yangu ambayo nilipasi. Pia naweza kama unataka kuedit, naweza sijui taitumaje, tamtumia nani WhatsApp ile resume ambayo Kama niliomba pia, na hiyo prompt engineering au maneno ambayo utapaste mwenyewe, utatengeneza nani yako pia. nafikiri itakuwa So, vizuri zaidi kama ukifanya hivyo utaipata kwa WhatsApp. Haina shida.
So naomba nani Husna aulize swali, maana watu wengi. Naomba kama una swali, naomba unyooshe mkono ili tuende kwa ustaarabu. So Husna, kama una swali Habari, uliza. Salama. ndio naongea. Mimi nimekuja late lakini nimepata kama concept kidogo, lakini sehemu ambayo sijaelewa ni kwenye hiyo link ambayo umesema ambao Yani link utapata invitation. Naona kuna sioni ambayo inatuhusu, au hapa haipo. sijatuma link, ila nilikuwa naonyesha tu ni Yaani kwamba sio. yes, hii hapa, hii sehemu hii ambayo umeweka sasa hivi Ndio. ni ni sehemu gani specific ambayo ndo unafanyia wewe kazi? Ah, sawa, nimekuelewa. Hii sio kwamba ni sehemu ambayo nafanyia kazi, hapana. Ni sehemu ambayo niliombea kazi, ambayo nilikuwa napitia, ni kama tuseme, ni kama LinkedIn ambapo kazi zinapotumwa unaomba. Kwa mfano hapa kuna hii kazi imeandikwa AI data specialist Olomo, ambayo inataka nini, mtu kutoka Nairobi. Kwao uta apply, nachukua kama mfano hivyo. Kwa hiyo ukiapply Mhm. utasoma maelekezo hapa chini, wanahitaji nini, labda useme ni wanataka masaa 10 kwa wiki, wanalipa $8. Kwa hiyo ukiona inakufaa uta apply for this job. Mhm. Baada ya hapo ndo uta attach your nani hiyo CV ambayo itajaza taarifa zako automatically. Baada ya hapo ni kama una link ya LinkedIn, unaweza ukasubmit pia. Na kitu kingine kabla sijasahau ni hakikisha labda LinkedIn account yako inaendana na kazi unayoifanya. Hata kama uitumie, jaribu tu kuupload CV zako kule, utakuwa una post tu hata kama ufuatilii, sababu LinkedIn haijali una like ngapi au una engagement ngapi. Unachoangalia ni active, yani uactive wako kweli, una experience, ndo hicho kitu. Kwa hiyo ukishamaliza hapo utajaza maswali yao hapo na una submit. Kwa hiyo unasubiria kuwa invited. Usema Sawa, umenielewa? Mm. ndio nimekuelewa. Swali jingine, Ndio. yaani maswali yangu, mimi ni mgeni kabisa kwenye hizi kazi, kwa hiyo kuna terminology zingine mnatumia nashindwa kuzielewa. Kwa mfano Kwa mfano kwenye hizo tuseme, hiyo umesema ulotumia kutengeneza CV CV ndio. ni application. Hapana, ile niseme labda unatumia kama ChatGPT, yenyewe ni AI, inaitwa Cloud AI. Ni kama tu ChatGPT, ni AI ya kawaida. Okay. Ila ni moja kati ya AI ambayo ni best sana kutengeneza document. Kama una client unataka umtengenezee document, ripoti, mkataba, na hiyo ni moja na ni AI nzuri sana. Sasa kwa mimi ambaye sijawahi kufanya kazi kabisa, naandika Mm. qualification za nilichosomea ama naandika nini? Okay. Unaweza ukaandika pia kwa ulichokisomea kulingana na kazi, kama kazi inaendana na ulichokisomea, lakini nashauri sana Kazi kama kazi. haiendani, yaani kama mfano mimi Ndio. by profession nimesomea accounts, hii ni Ndio. kazi ya AI, kwa hiyo ni vitu vili tofauti. Hilo haina shida. Kwa unachotakiwa kukizingatia kabisa ni kusoma job description, kazi inataka nini. Kwa hata kama unadanganya danganya kuhusiana na ile kazi inataka nini, ongeza sifa zako ambazo una hakika, hata kama hata kama siku ukisoma au ukipata interview utazijibu. Kwa hiyo kikubwa cha kuzingatia ni job description. Kwa mfano, ngoja tuone hapa. Hii hapa inataka tuseme AI data specialist ambao wanaongea Kiolomo, sijui ni Kikenya hichi. Kwa hiyo Mm. hapa kwenye maelezo sasa, hapa ndo utayasoma haya maelezo kwamba hii kazi inataka mtu aina gani, inataka mtu mwenye sifa gani, inataka mtu aweje, na inalipa shilingi ngapi. Kwa hiyo ukiwa interest na hicho inavyo vitu, yani kwenye resume yote elezea hicho kitu tu, kwamba mimi tuseme labda
naongea Kiolomo ni by native, yani mimi nimezaliwa naongea hicho Kilugha. Pia nimefanya kazi kwa muda wa miezi mitatu au kwa muda wa miezi mitatu miaka mitatu. Nina uzoefu fulani, nimeshawahi kufanya kitu fulani, ila kwa sababu huku uzuri wa CloudGen yenyewe haina interview kama Outlier, kwamba utakuwa sijui screening ile, hamna cheating, hapana. Huku yani ni wewe mwenyewe tu, kikubwa tu umeshapata invitation. Kwa hiyo ni utaamua utafanya lini interview, na utaamua kama utakuwa una AI pembeni, ni wewe, ila kikubwa upate tu ile ni qualification. Sawa, swali jengine, hizo Ndio, audio ambazo unakuwa unatengeneza kwa ajili ndio. ya transcription ni transcription, ni translation? Kulingana hiyo yenyewe inakuja kulingana na nini, na kazi unayoifanya. Kwa mfano kama ni translation, utapewa audio, wewe ndio utakuwa unaandika. Kama ni transcription, unapewa audio, utakuwa unasahihisha yale maneno, au yani kuna mashine sababu sema sasa hivi hamna batch ya hizo audio. Ni kwamba mimi na wewe tunavyoongea hivi Mm. sasa hivi, si ndio? Eh, Sasa kuna mashine pembeni ambayo inaandika hichi tunachokizungumza mimi na wewe. Kwa hiyo baada ya eh, mazungumzo yangu mimi na wewe ndio utakuwa unapitia pale pembeni. Kweli hapa labda ni baada ya kutamka Husna yenyewe ikaandika Hasna. Kwa hiyo eh, unaondoa tu ile u kwenye nini, unasahihisha. unasahihisha tu. Ah, okay. Na audio zao nyingi huwa zinakuja kwa tuseme ni dakika 12 mpaka 16. Kwa hiyo ni wewe na spidi yako tu kulingana na hizo audio. Haya, na kwenye hii platform uliotuonyesha, hiyo kazi bado ipo au ndo ipo hii tu ya Wakenya? Hii kazi imeshaondoka, na zilizopo zipo. Kuna zingine hapa iliyopo sasa hivi, naona asubuhi niliangalia ilikuwepo ni ya Kiswahili, yani mtu anayezungumza Kiswahili lakini amespecialize kwenye digital marketing au masuala ya kidigitali kwenye masoko yani. Okay, ambaye na yeye Mm. anakuwa anafanya translation ama anafanya transcription? Sasa yeye italingana na kazi atakayopewa sasa, kwa sababu CloudGen Yaani yenyewe wao hiyo kazi. Okay, sawa, nimekuelewa. ngoja nikueleweshe zaidi, ni kwamba CloudGen yenyewe sio, So, yani sio sehemu tuseme labda ya audio translation au audio transcription, hapana. Yenyewe inaunganisha translation, transcription, audio annotation, sijui prompt engineering, kila aina ya kazi. Kwa hiyo utakuwa assigned kulingana na nini, na kazi uliyoomba. Kwa mfano ni translation, wewe utapewa tu batch za audio za nini, za translation. Kwa mfano umeomba translation ni data annotation au video au image annotation, utapewa zile za kupiga nini, labda umepewa picha, unakuwa una annotate hivyo na hivyo. Sio kama nimeeleka. Nimekuelewa. Sawa. okay, asante Husna. Karibu Rosie, niliona uko umenyosha mkono. Haya, asante. Naomba kaka hapo arudie kwenye payment method. Rosie, Naongea. Unanisikia? okay, yes, Unanisikia? Nakusikia. ndio. Naomba urudie hapo kwenye payment method hapo inayofaa kwenye CloudGen ni ipi? Inayofaa au inayopendekezwa sana sana ni Payoneer na PayPal. Hizi ndo naona ziko vizuri. Kwa sababu gani? Kwa mfano kwenye Payoneer yenyewe ni wanakata amount of dollar tu. Kwa mfano hata kama wewe una dola 700 una dola 1000, wenyewe utakata dola moja ya kutoa na dola kama 2 point something kwenye masuala yao. Lakini ukisema AirTM wenyewe watakuwa wanakata kwa asilimia. Kwa mfano una dola 1000, wenyewe utakata dola asilimia 2.5, na hiyo huwa inatofautiana kulingana na tuseme na nchi fulani au nani region fulani, kwa sababu kwa mfano Afrika inaweza ikawa inatofautiana. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini. Pia naweza nikaonesha hapa hizo makato, sijui kama kuna mtu tayari au ya tu. Unaweza ukaendelea kama una swali pia, na nafanya chap chap. Swali jingine Mm. kuna mfano kama mimi nime create account vizuri, lakini
napokwama ni hapo kwenye kuregister payment method yangu. Sasa nilisajili line ya Voda ambayo ile Ndio. nikiomba code haiji. Umesema naweza nikabadilisha nikaweka line nyingine labda Halotel. Inawezekana. Sasa kwa mfano kwa mwezi huu wamezuia, yani eti kwa mwezi huu, kwa kila mwezi kuanzia tarehe moja hadi tarehe 14 mpaka tarehe 15 hauruhusiwi kufanya changes yoyote, lakini baada ya hizo labda tuseme tu 17, 18 unaruhusiwa kubadilisha kwa muda wowote, ni wewe tu. Kwao nisubiri mpaka tarehe 15? Baada ya Jumatano, kwa sababu malipo kama umesha clear utaruhusiwa. Sawa. Umesema ni Halotel ndio inayofaa? Kwangu mimi naona Halotel ni rahisi zaidi, kwa sababu ukiweka tu ile namba kodi inaingia muda huo huo, sio kama Voda unaweza kusubiri na isitokee kabisa. Kwa Halotel ni nzuri pia. Okay, thank you Rosie. Joshua, kama upo, kama umemaliza kuuliza swali naomba ushushe mkono ili tuone ambao wamebaki. Joshua. Okay, Joshua haupo. Tuanze na Simon. Mimi na maswali matatu. Simon, Swali langu la kwanza, samahani dakika moja. Naomba kumuonesha huyu dada, kwa mfano alisema Payoneer au PayPal makato yao. Kwa hiyo unaweza ukasoma ukawa unapitia kwenye payment related fees. Kwa mfano hawa ni wanaoishi USA wenyewe, Payoneer inakata dola 0.21 na unakuwa kuna fee moja pia, lakini kwa AirTM wanakata mpaka 2.15. Kwa hiyo inakuwa ni makato yanakuwa juu zaidi kuliko Payoneer. Simon, karibu. asante. Maswali yangu ni matatu. Ndio. Swali la kwanza ni kuhusiana na ulimention kuhusiana na project una apply kwenye hizi platform zingine, kisha unapewa invitation. Sasa nilikuwa najiuliza, yani ukisha apply kule wanakutumia invitation kwenye link kiasi kwamba ukiingia kule ndio inakuingiza kwenye account yako au inakujaje ndani ya account? Hilo swali la kwanza. Labda ulielezee tu hilo, alafu niende la pili, la tatu. Sawa. Au Unapoomba kazi, labda useme kwa mfano wewe ni mpenzi wa LinkedIn au sehemu yoyote ya kuombea kazi. Hii platform ambayo nimeonyesha hapa ni official kutoka kwao, ambayo inaitwa LWS Training. Kwa hiyo ukiomba pale kazi, umeomba kazi, interview resume yako imepasi vizuri kabisa, utapewa invitation ya email. Kwa hiyo ile email ndio itakuguide wewe sasa ufungue account, uingize details zako na utaiona pale pale moja kwa moja ile aina ya project ambayo umeomba kwa muda ule. Kwa hata kama unasema umeomba afu ikaja ikafutika, haina shida, utakuwa na account yako pale pale. Sijui kama nimekujibu sahihi. naomba urudie kidogo. Ni platform ambayo nimeonyesha hapa ni official kutoka kwao, au kama ndio umebahatika kuomba LinkedIn, ukishaomba pale kazi utapokea invitation ya kufungua account, kwa sababu cloud inaweza kufungua account tu. Utapokea invitation ya kufungua account. Kwa hiyo ukishafungua account, moja kwa moja pale itakuja sehemu ambayo utakuwa na utaweka taarifa zako, kama ni proof of address tayari. Ukishamaliza hapo inakuja sehemu ya project. Kwa mfano ukishapokea invitation, ukishamaliza kufanya usajili pale, dashboard yako itakuja itasoma hivi. Kwa hiyo utaangalia kwa mfano hii ndio project ulionayo au kuna baadhi ya project. Kwa hiyo utabonyeza ile project ambayo ipo, au kama kuna project nyingine na niongezea hapo pia kwamba ukisha apply tuseme kazi moja kule kwenye ile platform, ukishafungua account unaweza tena kuomba kazi kama zitakuwepo, yani zinakuwepo huku kwenye account yako. Kwa hiyo unaweza kuwa unaangalia tuseme kwenye hapa kuna active project ambayo hii hapa ndo ninayo, kuna available project hapa ndo utakuwa unaangalia hapa kama kuna kazi zimetumwa au kuna kazi mpya ambayo unaweza kuomba. Haina shida, unaweza ukaomba na ukapasi. Kwa mfano Jumamosi hii ilikuwepo kazi, sema ilikuwa inataka mtu anaishi Finish. Mimi niliomba, ila siku moja kwa moja ni pale walinikataa moja kwa moja, kaambiwa your location does it allow you, kwa sikuweza kufanikiwa. Lakini unaweza kuomba project zaidi ya moja. Kwa kama ukibahatika umeomba project moja huku
unashauriwa kuwa unapitia kwenye hii section ya your available project, kuangalia kama kuna project nyingine ambayo inaendana na wewe, kama unaweza ukaomba na ukapasi pia. Na hii Simon, si nimeleka Hapo kuna shida Samahani, mi naomba kuingilia katikati na hapo. ngoja nimalizie kwanza kidogo, ngoja nimalizie. Kuna changamoto kwa sababu wakati tumetoa hii taarifa, mimi tulishauriwa kama tunaweza tukafungua kabisa akaunti. Mimi niliingia nikafungua akaunti na hadi hizi nani zote hizi za verification nini, kila kitu ishamaliza, na hata sasa hivi hapa kwenye dashboard kuna kazi moja nimeiona hapa, nafikiri nilisha kwenye grupu pale, ni kazi ipo, lakini inahitaji watu wanaoishi Scotland. Sasa kidogo hii imenichanganya, ndio maana nikauliza hili swali. Sasa ina maana mimi nitakuwa nimefanya mistake eh? Hapana. Hiyo kazi inakuja, kwa mfano wewe ni uliomba tuseme labda ni translation, kwa hiyo zitakuja, zikija kazi za translation zinakuwa zinakuja kwenye zile account za watu wa translation tu au transcriber. Kwa hiyo inaweza ikaja kazi hata kama haikuhusu, ila utakapoomba tu pale nitakwambia hujakidhi vigezo, na watakwambia pale kama wanafanya kwa bidii kuassign watu wenye nini, wenye skills au location waliopo. Kwa hiyo ambacho utahisha kama project na kufaa siku tatu kabla au siku moja kabla ya project kuonekana kwenye dashboard yako, watakutumia email pia hiyo kazi ambao utakuwa invited. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuangalia kwenye, kama kwa mfano mwenyewe kwenye hii kazi, baada ya kufanya nani kwa sababu nilishawahi kupata kazi hapa, lakini sikupasi interview. Kwa hiyo nilikata tamaa na nilikuwa siingii mara kwa mara. Kwa hiyo nimekuja kugundua kama nimeasainiwa na hii kazi siku kama nne tayari ishatoka. Kwa hiyo kikubwa, kama una email yako hakikisha kwenye hii plan hii kuna ile huwa kuna primary, kuna promotion na social. Jitahidi kuwa unapitia kwenye ile promotion pale, huwa wanatuma kwa njia hiyo pia kwenye email yako kwenye eneo la promotion pia. Sasa yani nilichokuwa namaanisha mwalimu ni kwamba Ndio. mimi sikupitia hizo platforms yani nilienda tu directly kwenye hii website ya Traugen.com, Ndio. nikajisajili kupitia huko, yani nikakamilisha kila kitu huko, sikupitia hizi za application ambazo umetoa. Basi Ndo hapo basi. sasa ndo maana napata mchanganyiko kidogo. Sasa changamoto itakayokuja ni kwa mfano uliomba pale labda ulisubmit CV yako au Hapana, hawajanihitaji CV, hawajanihitaji chochote. Yani nilihitaji tu email, na kwenye email pale nikaweka email yangu, ndio. then wakahitaji actually ilikuwa ni email, kuna namba ya simu pia niliombwa. Mpaka sasa hivi ninapozungumza profile ishakamilika, iko kama hii ya kwako na share. Then sasa ndo nashangaa yani kwamba au nifute hiyo akaunti nidelete kama ulivyosema. Hapana, usifute akaunti kwa sababu kama wewe umebahatika hapo, ila kama una akaunti tayari haikuzuii kwenda kwenye hii platform ya kuombea kazi, ambapo utaomba kazi moja kwa moja, ambayo tena wewe hautakuwa na haja ya ya kufungua akaunti upya. Kwa hiyo akaunti usifute, kwa sababu ukiifuta, ukija tena kama una email nyingine au unatumia majina mengine na kufanya verification ya address, unaweza ukaomba ukaifuta afu kaomba pengine. Na kama unayo, mimi nakushauri usiifute, ibakize, ila endelea tu kuwa unaomba kazi nje ya hii dashboard yako, kuna kwenye hizi link hizi. Okay, so ina maana nikiomba kwenye zile linki kwenye kile kipengele cha kutaka kufungua akaunti, sitahitaji kufungua akaunti, nita connect direct, ndio? Yani kwa mfano ukiombea kwenye ile platform na link itakayokuja haitakuja link ya kufungua akaunti, itakuja link ya kufanya test ya hiyo kazi, kwa sababu tayari una akaunti. Na uzuri wa kuombea kwenye hizi linki au hizi platform, uzuri wa kuombea link kwenye hizi linki ni
unakuwa yani unakuwa na uhakika kwamba kazi ambazo utakuwa unapokea zitakuwa zinakuhusu, kwa sababu ukiomba useme umeomba kazi ya translation, utaattach CV yako au resume yako kwenye ile linki. Kwa Subiri. kazi ambazo zinakuja kuwa specific kwa qualification zako kuliko kufungua account alafu iwe empty. Kwa hiyo Fatma, itakuwa ni kwa sababu Fatma tusaidie kumute hiyo. Wewe Fatma mute Naam. mic yako. Haya. Haya mwalimu, tuendelee. Samahani eh, nikiingilia. Eh, kwa nini nashauri kuombea kwenye nani kwenye hizi linki au hizi orodha za job, ni kwamba cloud yenyewe haiko specific kwenye kazi za translation tu, hapana. Kwao inahusiana translation, transcription, kuna video annotation, yani kazi nyingi ambazo zinahusiana na training AI. Kwao wewe ukiombea huku, cha kwanza kuna ile kauli nani Mr. Baraka wao anaisema kwamba kama unafanya translation wewe base kwenye masuala ya sheria, ndio uzuri wa kuombea huku. Mfano umeomba kazi ya translation ya Kiswahili kwenye Kiswahili na Kiingereza, wewe utakuwa specific kwenye kazi ambazo zitakuwa zinahusiana na translation ya Kiswahili tu Kiingereza, ambazo zitakuwa zinakuja kwenye profile yako, kuliko kufungua account ndio uombe. Hiyo itakuwa ni changamoto, kwa sababu utakuwa unashinda pia, zitakuwa zinakuja job lakini hazikuhusu, na inaweza kushangaza kupita mwezi miaka auoni kazi yoyote. Kwa hiyo nashauri kama ikiwapendeza, muwe mnaombea kwenye hizi platform ambazo wanakuwa wana publish job kila zikitoka. Haya, sawa, nimekuelewa vizuri. Naomba niende kwenye swali la pili. Ndio, Ina maana kwamba kama sasa hivi ulivyosema wewe, project ambayo ulikuwa unaifanya imeisha, ila unaweza ukaenda kwenye ile platform kama ulivyosema na ukatafuta kazi nyingine sasa hivi na ukaapply, ukipita tena uendelee kuifanya, sio? ndio. Okay, sawa, hiyo swali limefilisika. Namba Na ya kuweka mwisho, namba 3. ndio. Mm. Na nilikuwa nasema kwamba kazi ninayoifanya hii ni haijaisha, kwa sababu ipo hii ni ya siku 121. Ile wanachokifanya useme kwa mwezi wanatuma audio kwa wiki. Nasema kwa mwezi mzima unasema una wiki 4. Kwa hiyo wanaweza wakachagua zile wiki za kwanza, wiki mbili za kwanza, wiki mbili za mwisho, wakatuma batch za audio. Kwa hiyo kama ukibahatika umesha pass interview, umepass ile test, hakikisha yani ukipata zile audio, yani fanya kazi tunavyoweza, kwa sababu mimi kinachonilaumu nilikuwa nafanya tuseme audio 10 na ngapi, nilikuwa na changamoto ya kufanya test tu. Kwa hiyo nafanya naamini labda kesho zitakuwepo, hapana, lakini nimekuja kumaliza sasa, nimemaliza test tu, nije niwekeze nguvu zangu na muda wangu huku, nikakuta audio zote zimeisha. Kwa hiyo nipo watumia ile, wakasema tuseme hapo tusubiri mpaka mwezi ujao. Kwa hiyo project kama ukibahatisha kabisa, mimi nashauri yani fanya unavyoweza. Hata kama ukiweza, kama umeomba translation, unaweza kufanya audio 50 kwa siku, ni wewe tu. Kikubwa umezingatia quality na project guidance. Okay, asante. Swali langu la mwisho, Ndio. ninapata changamoto ya kuelewa, kuna terminology fulani hivi zimezungumza zina nani, kuna data annotation, kuna audio annotation na nini na video annotation. Swali langu specifically, hizi zote ziko chini ya nini ya hii inaitwa data science ama vipi? Au nikitaka kujifunza hivyo vitu vyote nilivyovimention kwa wakati mmoja, na nisomee kitu gani au nitafute kozi ya aina gani? Hizi kwanza terminology hazihusiani na sio labda tuseme degree ya data science au degree yoyote. Kwa mfano data annotation ni kazi ambayo unapewa picha. Kwa ile picha wewe utakuwa unazigawa, tuseme labda picha ina gari na nyumba, nishaifanya kazi. Unapewa picha ambayo tuseme imepigwa picha da zebra, ambapo kuna magari, kuna mtu anapita na kuna pikipiki. Kwa hiyo utakuwa umekuwa specific kwamba wenyewe unataka tu uannotate nini. Kwa hiyo utakuwa unachorea duara, tuseme ni watu, utakuwa unachorea tu watu pale, yani sehemu ya mtu unaichorea ile boxing au unaichora shape yake. Hiyo ndo image annotation. Data annotation ni ile kwamba umepewa data, mnazipanga kama nini, data labeling, yani ni data tu na unazifanyia annotation. Annotation sio msamiati mgumu, ni kama tu kutrain AI au kuifundisha AI kwamba kufanya kwenye document hii ni heading, hii ni body na hii ni conclusion. Na video annotation pia ni yenyewe. Kwa mfano umepewa video ambayo golikipa, yani mtu anapiga penalty, hizi ndo mara nyingi wanazitoa.
Kwa hiyo unachotakiwa ni kwamba ili anaanza mguu unavyoanza kupiga una notate, akipiga mpira unacholea labeling, yani ni kama unachora kiboxing. Kuna aina takushauri ujifunze, unajifunza pale na mpaka anafunga goli, na maana utanoteti mtu anayepiga mpira, utanoteti mpira wenyewe na utanoteti goalkeeper pamoja na goli zima. Hiyo ndo video annotation. Na kuhusiana na sehemu za kujifunza, labda tuseme tu eti kuna course maalum au kuna sehemu yoyote, hapana. Cha kushauri kwenye, kama unataka kujifunza data annotation, jifunze kwenye, kuna zile tools ambazo huwa zinatumia kwenye annotation. Kama mtaniruhusu naomba ni share, kwa sababu huwa najifunza mimi nilijifunza YouTube, na hisi hii nisaidia, naweza nikashare hapa hii channel ambao huwa wanafundisha. Wakati akiendelea kutafuta hii video, naomba Joshua uendelee kuuliza swali. Simon, nadhani utakuwa umemaliza. Asante. Sawa, asante. Sijamaliza la Nashukuru. mwisho Nilichelewa kujoini kidogo, lakini niliomba kuuliza tu baadhi ya swali. Swali langu la kwanza tayari alikuwa ameshajibu. Nilikuwa nataka kuulizia njia ya malipo. Ameniambia Payoneer ni njia nzuri pia. Lakini wakati nafungua hii cloud hii, kuna sehemu mimi nilifika inaniambia authentication hapa, kwamba download an authenticator app, lakini hapa inaniambia ni enter hizi digit code. Hapa nilipata changamoto ili kuweka hizi digit code, kwa sababu ananiambia ni scan au ni copy. Nilikuwa naomba msaada hapo. Lakini na swali la pili, mwanzoni wakati nachagua skills, kulikuwa na baadhi ya skills ziko pale, sijui kulikuwa na skills mbalimbali. Sasa nilikuwa nataka kujua, je, impact ya skills ambayo nitaichagua maana yake itadetermine ndo kazi ambazo nitapata, au je ni skills ipi ambayo ni general naweza nikaichagua ikanisaidia ni kuwepo na kazi nyingi nyingi ambazo naweza kuzifanya. Ni hayo. Okay, asante. Kuhusiana na swali la, naweza nikajibu Yeah, endelea kujibu. kuhusiana na swali ya nani hilo, kwamba unapata changamoto sehemu ya verification au authentication. Sijui kama unatumia kompyuta. Kama unatumia kompyuta, ningekushauri kuna hii inaitwa Natumia kompyuta. kuna zile zinaitwaje hizi, zina extension. Kwa mfano mimi napenda kutumia nani hii web page ya Microsoft Edge, au hata kama ni Chrome, utasearch sehemu ya nani ya nani ni extension ambayo download nini ya authenticator, itakuwepo kama inavyoonekana hapa. Kwa mfano mimi natumia Pareto, kuna Pen na kuna OneFormer. Kwa hiyo ukiwa nayo pale sasa, hii utakuwa una scan ile link yako, ila kama kama sema sasa hivi siwezi kinania yote ikatoka. Kwa hiyo ukiwa nayo ile sasa utaifungua, itakuwa kama inavyoonekana hapa juu. Baada ya sehemu ya kusashia kuna hii imeandikwa authenticator hapa. Hapa kuna aina za kodi ambazo utakuwa unaingiza, ambapo hiyo ni tayari na nini umeshafanya authentication. Ila kama uja scan ile linki, utabonyeza hichi kitu hapa kina scan QR code, kama kisehemu cha kuscan tu. Ukibonyeza hicho Ndio. Itakuja option ya kuscan. Sijui kama inaonekana hapo. Ndio inaonekana. Kwa hiyo utakachokifanya utachora ile QR code yako baada hapo ukishamaliza tu kuchora pale, itaskani moja kwa moja na kodi zitakuja kwenye browser yako pale, ambayo hii ni rahisi zaidi na haraka zaidi. Ila kama una simu, unaweza ka download Google Authenticator au Microsoft Authenticator, ambayo badala ya kunani kwenye browser yako wenyewe, utatumia tu simu kuskani pale, afu utaingiza zile kodi. Okay, sawa, asante. Mimi natumia laptop na hisi. Kama unatumia laptop, labda ningekushauri download hii extension inaitwa Authenticator. Kwa download na utaipini juu ya browser yako. Alafu kingine umesema kuhusiana sijui na skills ambayo utakayoomba. Ndio. Mimi ni kushauri, kwa sababu changamoto nyingine inayokuja ni kwamba watu tunaoanza au beginners wote tunatamani kuomba kila kazi, kwa sababu umeona saba ina dola 10 kwa saa, ina dola 20 kwa saa, ina dola 30, unatamani tu kuomba, haijalishi na nini, kulingana na skills yako.
Kwa kitu ambacho nakushauri ni kwamba omba kile kitu ambacho una uwezo ukakifanya na ukapasi, kwa sababu changamoto ni kupasi tu testing, ila baada ya kupasi testing hizi zingine unaweza kufanya hata audio 10 ukazingoa audio 2 watakuacha au watakutoa. Kwa omba omba kazi ambayo unaiona kabisa kwenye job description kwamba hii naweza nikaifanya 100%, kama sio 100 basi ni 90, kwa sababu hii itakuja kuaffect kazi utakazozipewa, kwa sababu kama umepewa kazi tatu alafu zote umefanya below 60, quality iko chini, wanaweza kabani hata akaunti yako au usipokee kazi kwa miezi mitatu. Ila kama pia unaanza, kazi rahisi zaidi kwenye CloudGen ni hizi translation na transcription. Kwa sababu gani? Huku ni rahisi zaidi, kwa sababu hii sio kama utafanyiwa sijui nini screening interview na AI kwamba utashare screen. Hapana, huku utapewa tu, itakuja batch ya audio 2 ambao utaiplay. Kama ni translation utafanya translation, kama ni transcription utafanya transcription. Ni rahisi zaidi. Nahisi translation na transcription kwenye CloudGen ni rahisi zaidi kuliko kuomba labda sema video annotation, kwa sababu video annotation inachukua muda na inahitaji uwe na skills zaidi. Na sijui kama nimekujibu hapo. Ndiyo, nashukuru sana, angalau nimeweza kukuelewa vizuri. Kwa kama unatamani jifunze kwenye translation na transcription, kwa sababu hii hainani uzuri wa CloudGen pia. Hata kama wewe ni beginner hujawahi kabisa, kikubwa tu umefungua account na umeassigniwa task, unaweza ukajifunza kwenye platform yao moja kwa moja. Una sehemu ya nini ya kujifunza, haina haja tuseme ndio uende uka search tutorial au ukajifunza sehemu nyingine. Hapana, utajifunza hapo hapo na utapass pia. Sawa, asante sana. Joshua, Kuna yule kama ambaye umemaliza okay, Joshua kama umemaliza naomba ushushe mkono, alafu utafuata Sabina malizia. kuna yule ambaye alisema kwamba anatamani ni data annotation, sijui video annotation. Platform ambao kama unaweza uka access YouTube ni Civat. Hii channel hii wanafundisha vizuri sana, ambapo wanafundisha kulingana na tool yao ambao ni Civat, ambao ni computer vision annotation tool, ni kama tools zingine ambazo zinafanya annotation. Kwa hii ndo the best, na ukiweza kabisa kama ukipasi moduli zao hapa, yani utakuwa the best kuliko platform nyingine. Mimi nashauri ambao naipenda ni hapa, na nilijifunzia hapa pia. Nilipata kazi ya annotation kujifunza hapa, ambao sikutumia hata wiki, nilijifunza kwa siku kama 3, afu nikaenda kufanya interview micro 1 nikapasi. Kama inaonekana ni Civat Academy. Nitawatumia hiyo link, usijali. Ndio. So Sabina, unaweza ukauliza. Haya, asante. Mimi nilikuwa na swali kwenye upande wa resume pale. Kama nimekuelewa vizuri, umesema ni vizuri tuwe tuna update hizi CV zetu kulingana na zile job description ambazo unakuta zimetolewa kwenye tangazo la kazi, lakini pia ukasema ni vizuri kulinki na LinkedIn. Sasa nikawa najiuliza, na yenyewe LinkedIn utakuwa unai-update kila siku kuendana na hiyo kazi unaiomba, au kwa LinkedIn tutakuwa tunafanyaje pale kwenye profile ya LinkedIn? Okay. Sinaweza kujibu pia. Kwenye platform ya LinkedIn ambacho nilikuwa nashauri ni kwamba yani kikubwa tu haina haja sio leo umeupdate. Kama umefungua account tuseme 2021 au umefungua account muda wote, kikubwa tu ni kwa yani LinkedIn account yako iwe active, ina post hata kama sio translation tu, kazi zote ambazo unazifanya au ile job bio yako ya LinkedIn iwe inaendana, kwa sababu LinkedIn pia kama ikiwa active itakurahisisha huku pia kupata kazi, sababu huwezi jua, sababu tunajua sisi huku tunaotokea Afrika huwa kuna mlolongo mwingi, sijui watataka wakiche kitu fulani. Hapana, ila kama LinkedIn yako iko vizuri, unaweza ukalinki pia, kwa sababu nahisi ndo ni sahihi pia, na itakuwa inakusaidia kupata kazi zingine ambazo zitakuwa zinapatikana LinkedIn. Si kama nimejibu kwa usahihi? Nimekuelewa, asante. Kikubwa tu LinkedIn kule, hata kama hauna ile sasa bado una post kama Instagram au TikTok, jaribu hata kutumia AI kukupa tu content, huo na post hata mara moja kwa wiki, upate tu engagement, yani account yako iwe active. Hiyo pia huwa inasaidia. So thank you. Unaweza ukauliza swali Modesta.
Asante. Nilikuwa nauliza kwenye kazi ya transcription hizo. Je, vitu gani vinahitajika? Laptop ni muhimu. Je, kuna umuhimu wa kuwa na headphone? Headphone ni sio muhimu tu, ni lazima uwe nayo, kwa sababu kuna maneno mengine anakuwa anazungumza, tuseme pale audio unapoanza kuplay, kuna maneno mengine utakuwa ni ngumu kusikia. Kwa hiyo wanakushauri sana utumie headphone, usitumie earpod. Headphone ni wanashauri, na itakusaidia pia, kwa sababu utasikia maneno kwa usahihi. Shukrani sana. Asante. Birgita, twende. Birgita, uliza swali au Ramadhan? Ramadhan Omari, uliza. Swali langu mimi lilikuwa ni moja, kiongozi. Ndio. Nilikuwa naomba umezungumzia kwenye quality ya kusubmit hizo audio. Hivi nitaka kufahamu wewe unatumia mbinu gani ili kusubmit kwa audio zako zinakuwa kwenye quality nzuri, yani mbinu mbadala unazotumia wewe kuboresha quality ya audio zako? Okay, asante. Unapo submit sio kwamba una submit labda useme audio, kwa sababu unapokuwa assign zile task, ni wewe unasikiliza tu zile audio, afu unaandika. Kama umepewa kazi ya kuandika, unaandika kile ambacho umekisikia, au unasahihisha mashine ambacho imekiandika. Kwa hiyo ambacho unakitumia ni cha kwanza kabisa ni kuplay audio, unaisikiza kwa umakini na kuhakikisha kweli ili neno ambalo limezungumzwa ni lenyewe hapa, au kama wanaongea Kiswahili, tuseme kazi ambayo nimepata nilikuwa ni kwenye Kiswahili tu ambacho ni cha East Africa. Kama ikitokea kuna audio za Wakenya, hawezi akazungumza dakika 5 bila kuongeza Kiingereza. Kwa hiyo utahakikisha kweli kwenye amezungumza Kiingereza, hichi Kiingereza utakiandikaje? Kwa kama ukikiandika, utahakikisha tena kule chini utapewa option, kama kulitokea kuna lugha 2 au lugha 3 utaiongeza. Kwa hiyo kitu cha kuzingatia ni kwamba kuhakikisha tu yale maneno, yani idadi ya maneno, yani maneno ambayo mtu amezungumza kwenye zile audio ni yenyewe na iliyoandikwa pale, na kuhakikisha kwamba kuna ile leo tumeongea, afu akatokea mtu mwingine akaongea katikati, au sauti ya mtoto, zitaonekana tu pale chini, utajaza. Yani yani uzuri wa hizi kazi kwamba ile machine hapo translate unaweza kukuta imefanya errors kwenye batch mbili tu. Kwa hiyo utasahisha tu zile sehemu mbili, na kule chini kuna sehemu ya kujaza. Utahakikisha kama kweli, kabla tuseme audio ambayo umepewa kwa nazungumzia masuala, kama hapa nazungumzia masuala kujifunza kuhusu kutrain AI, utahakikisha kweli hii mada imezungumzwa, kama kweli wamezungumza masuala ya kufanya digital skills au training AI. Utahakikisha utabonyeza yes, kama ni hapana utabonyeza no. Kama kuna sehemu umesikia sauti ambayo ni violence au wanakiuka sheria za faragha, utasaini. Ila kikubwa kabisa ni cha kuzingatia ni kwamba ni kuhakikisha, yani bora utumie hata risali zima kurudia audio moja, ila uhakikishe kwamba kweli ambacho nimekiandika au kimezungumzwa ni chenyewe, kuliko kufanya lashalasha. Ila kikubwa kabisa cha kuzingatia ni maneno, yani maneno haya mengine hayana changamoto, ni maneno tu ambayo yamezungumzwa ndio ulichoandika. Na kama useme kuna changamoto fulani, sema kazi hapa haionekani, kuna changamoto ndio useme si ile mashine imetranslate kwamba wamezungumza watu wawili, inakuja option kwamba pale tuseme speaker 1 amezungumza, speaker 2 amezungumza, alafu baada ya kuja kuandika speaker 1 amezungumza, yenyewe kaandika speaker 2. Kwa hiyo hizo errors ndogo ndogo sana, kama unahakikisha kweli speaker 1 yupo kwenye maneno yake, yupo kwenye speaker 1, speaker 2 yupo kwenye speaker 2 mzungumzaji namba 2, na hizo errors, sababu audio nyingi, yani mashine ambayo ina translate yenyewe huwa inatoa maneno kwa usahihi. Kwa hiyo unakuta errors zipo mara mbili. Kikubwa tu nikupoteza labda ni kwenye kusikiliza audio ya masaa 10 dakika 10 na ngapi zile. Sijui kama nimeeleweka au naongea haraka. Unaeleweka. Nimeeleweka kabisa. So kuna mtu anaitwa Zoom user. Zoom user, unaweza ukauliza. Unmute your mic. Unmute your mic, umenyosha mkono na jina lako imeandikwa Zoom user. Okay, fine. Adija, unaweza ukauliza swali. Adija, naona unauliza, huwezi kunyosha mkono. Mimi nilikuwa namuuliza bwana
Ndiyo. Okay. Niliwahi kufungua akaunti kwenye ile Swahili Transcription, nafanya hiyo interview ya kufaulu. Kwa hiyo umesema kwamba hii na ile ni vitu vili tofauti, kwa hiyo hii ina uwezo wa kuomba tena. Yaani nimekusikia kwa mbali sana. Yaani kama umesema sijui mara ya kwanza uliombea wapi? Ilikuwa Swahili Transcription. Ndiyo. Yeah, sasa ndo nilikuwa nauliza hii na ile ndo ina utofauti kwamba hii ninaweza kuomba tena. Unaweza kuomba kama imeonekana sehemu ya kuombea kazi kule kwenye LWS au kwenye dashboard yako. Ila haimaanishi kwamba ukiomba kazi tuseme umeomba kazi leo kama hii hapa ambayo ni transcription kama nitabaki na hii kazi, hapana, kwa sababu kazi huwa zinaisha. Kwa hata kama kazi ipo, ila umeona kazi na kufaa au wamekutumia kazi kwenye dashboard yako, unaweza kaomba pia kama hipo, ila haikuzuii kuomba ingawa unakizi vigezo na sifa. Haya, Mungu akutangulie. So okay, thank you. Mbwaga, unaweza ukauliza. Nsubis, unaweza ukauliza. Okay, sawa. Swali langu liko pale ambapo alikuwa anasema kwamba kwa beginner wanaweza wasisikilize tutorial wakapata wapi nanili mafundisho yao au wanaofanya hivyo nanili. Naomba arudie hapo. Nimewatumia kwenye group. Okay, sawa. Nitatuma. Najua wewe uko cohort 2. Nimeshatuma cohort 3, nitawatumia cohort 2 wote. So kama umemaliza kuuliza swali, naomba unashusha mkono ili tuone na watu wengine. Husna, unaweza ukauliza. Husna. Nilikuwa naulizaje? Ndiyo. Nilikuwa nauliza hiyo website uliosema hizo kazi zinaonekana, naomba ututajie. Nimemwambia nani wewe nimtumie link WhatsApp na atashare na nyie. Na nimeshaituma WhatsApp, inaitwa RWS. So okay, Husna unaweza ukashusha mkono. Daniel, uliza swali. So kuna issue hapo kuhusu location ya, unaona kama hapo unaona labda unatakiwa Houston, Texas, happy. Samani, sauti yako inakatakata, samani. Hello, unanisikia? Hapo nakusikia. Niko nasema issue ya hapo unasoma description ya kazi. Ndio. Inahitaji uwe labda Houston, Texas, sijui labda kwenye US au yani hapo kwenye sehemu ya ku reside ukiwa unasoma. Unaweza ukaapply sasa popote, hata kama unasoma, hata kama location yako wewe ipo Tanzania, au inakuwa hiyo hii naweza nikajibu hapo na swali jingine. Na ni hilo tu. Sasa kwa mfano kwenye hii hapa tuseme kuna hizi aina za kazi hapa. Huwezi ukasema da huko Tanzania afu uombe tuseme Nigeria au London, hapana. Utakachokuwa unaomba ni kulingana tu, labda tuseme Nairobi na Tanzania ni karibu. Huko Arusha, wewe unaweza kuomba hii kazi ya nini? Ya Nairobi. Pia haushauriwi utumie VPN kwa sababu utakuwa restricted na ban. Kuna aina za kazi na ambayo inataka location. Kwa mfano hii kazi inataka mtu anayetokea Nairobi. Kama uko Tanzania, uko Uganda, uko Kampala, unaweza kaomba pia. Na kuna aina kazi hapa kwenye location inakuwa imeandika N au worldwide au global, pia unaweza kaomba. Cha kuzingatia ni location, kama inasoma karibu na wewe unaweza kaomba. Na location kama hiyo kazi inataka imeandika global au N au worldwide, pia unaweza kaomba, hiyo haina restricted. Ila kama ukuta imeandika eneo ambalo ni mbali hata nchi 3 kutoka kwako, sikushauri kwa sababu huwezi ukapita. Okay, so Hawa unaweza ukauliza. Okay, asante Joyce. Nimechelewa kuingia kidogo, samahani. Hata nasi nilikuwa naomba unisaidie kufahamu kati ya RWS na CloudGen.
Nisaidie tu Ah, kidogo kupata tofauti kidogo. okay. CloudGen ni sehemu ambayo tayari umeshapata kazi au ni sehemu ambayo task zinakuwepo wewe nianze hivi. Hii RWS ni sehemu ambapo CloudGen unatuma kazi. Unaomba tuseme labda kama kwa Tanzania hapa kuna ile wanasema ni sijui ajira poto. Kwa serikali itatuma kazi ajira poto, afu ajira poto ndo nini? Utaomba pale kazi, kama ni utumishi utapangiwa. Ila CloudGen huku ni kitu kimoja, yani kama niseme ni serikali na nini na ajira poto. Kwa hiyo ukiomba kazi kule CloudGen moja kwa moja ukipokea ile message kupitia email, itakulinki moja kwa moja ufungue account nini CloudGen, ila sio kwamba sehemu labda zina utofauti, hapana. Asante Atanas, nimeelewa. Asante pia. Okay, Zoom user kama una swali au atakuwa amenyoosha mkono kimakosa. Okay, Simon uliza swali. Ulikuwa unaongea Zoom user? Hello. Okay, yes, uliza mami. Yaani nilikuwa sijajua kama mi ndo Zoom user. Jina lako hujaweka jina lako. Okay. Sawa, samahani bure. Yaani muda wote nilikuwa sijajua kama mi ndo Zoom user. Anyways, iko hivi. Nilichokuwa nataka kuuliza ni kwamba unavyoongelea quality, that means unaongelea quality in terms of audio, sio kitu kingine chochote. Ila hilo ni swali la kwanza. Swali au unijibu kwanza afu ndo nikuulize kingine. Kulingana na muda nahisi ungeuliza tu yote, naandika pembeni hapa. Okay. Swali langu la pili ni kwamba umeongelea kuhusu resume kwamba tuwe tuna update resume yetu tuhakikishe iwe na mambo mengi, yani compared to hizo kazi ambazo tunaomba. Sasa swali langu linakuja ni kwamba je, unapobadilisha hiyo resume hakuna limitations? Na pia kitu kingine ni kwamba kwa mfano yani inawezekana hivyo kubadilisha endapo kila muda wametoa kazi resume yako haiendani na ile kazi, una uwezo wa kubadilisha, yani hakuna any limits hapo. Nahisi maswali yangu ni hayo tu kwa sasa hivi. Okay, asante. Kwenye swali lako kusema la nini quality sio kwamba eti ni audio zinazokuja. Mimi kwa mfano nilikuwa nimepewa kazi ni kuhakikisha tu kwamba maneno ambayo yamezungumzwa kwenye audio, kwa mfano mimi na tunazungumza hapa, ndio yale maneno ambayo yameandikwa na nini na mashine, kwa sababu kuna mashine, kwa sababu wenyewe wanatulia moja kwa moja ambayo inafanya nini translation. Kwa mimi ambacho kwa nahakikisha quality ni kwamba mimi na tumezungumza hapo, umeuliza kama sema umeuliza swali la quality, alafu pale mashine imeandika quality, lakini haijaandika nini, haijaandika ile y mwishoni. Kwa hiyo mimi ninachohakikisha ni kwamba ile quality na nini na y mwishoni, na tuseme labda tumezungumzia na ikatokea sauti kwenye TV, kwa mtu akawa anaongea au kuna taarifa habari kwenye TV. Kwa hiyo kama ikitokea kule mimi ikitokea basi mimi nini sitaiandika ile sauti kwenye audio, kwa sababu haitakuwa na nini na speaker number ni haitakuwa na mzungumzaji ambaye yupo kwenye audio. Na kitu kingine kwenye quality ni kwamba kuna hizo issue ndogo ndogo ambazo zipo kwenye nini. Kwa mfano mashine imekosea, wewe ni kusahisha tu mashine. Sema mashine labda baada ya kuandika mimi na wewe, alafu tunavyoongea mimi na wewe kwenye pati yako ambayo uko unaongea wewe ikaniasali kwamba mimi ndo nimeongea, au kwenye pati ambayo kama kuna female na male, baada ya mimi si ndo male hapa ikaandika mimi ni female. Kwa hiyo mimi nitasahihisha kwamba speaker number 1 ambayo ni Zoom user ni female, na nitaconfirm hiyo ndo quality. Nahisi kama hilo swali limeeleweka, si ndio? Hilo limeeleweka. Na kuhusiana na swala la resume au CV, unaweza ukabadili kulingana na unavyoweza. Ila sasa changamoto inakuja kwenye hii dashboard ya profile yako kwenye CloudGen, haitakuruhusu uupdate resume yako au CV yako huku, ambacho kitakusaidia kwamba leo umefanya kazi kwa miaka mitatu, umeshapata exposure, umepata experience, unataka uongeze kwenye CV yako, ni kwenye ile platform ya kazi. Kwenye ile platform ya kazi ukiomba sasa, ukisoma ile job description, sababu huwezi kuniambia kwa mfano hii ni translation,
hii CV yangu ambayo nimeombea kwenye translation nitaenda kuombea kwenye transcription na kwenye data annotation. Hapana, nitasoma job description, nitaupdate CV yangu kulingana nini na aina ile ya kazi ili nipate kazi. Kwa kwenye kuattach kwenye ile sehemu ya kuombea kazi, nitaattach hii resume ya sasa hivi ambayo ina sifa ambazo zinaendana nini na kazi. Na hii ndio inasaidia wengi kupata kazi, kwa sababu huwezi kuniambiwa mimi labda una CV au resume ya mwezi uliopita nije niombe tena hapa. Hapana, kwa sababu kuna wenzako, kwa sababu hii ni competition. Kuna wenzako na upload kila siku, anajifunza online, anapata kitu anaongeza kwenye CV yake, namuongezea nyama na nafasi ya kuchaguliwa. Na hisi nimeleka. Na kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba kwenye kila kazi ambayo nitakuwa ninaomba itakuwa kuna sehemu ya kuupdate, yani kuapply, kuweka CVs, ndio hivyo? Kuattach CV yako. Kwa hiyo ambacho Okay. tahakikisha ni kwamba hii CV ambayo nai attach hapa ni asilimia mia, ambayo hata kama mimi ningeomba mwajiri, ningemwajiri huyu jamaa ana sifa na vigezo vya kufiti kwenye hii kazi. Kwa hiyo hicho ndio cha kuzingatia. Okay, lastly, samani nakuuliza hichi kitu tena. Umesema Ndio. jinsi ya kufungua akaunti lazima unanii, yani unafungua kwa namna gani? Kwa sababu nimesikia kuna watu ambao tumefungua kwenye browse, ukasema kwamba tutumie app something like it. Naomba nikurudishe kidogo hapo. Okay. Hata samani, naomba nimsaidie in a simple language. Ndio. Ukifungua CrowdGen haimaanishi kwamba hautapata kazi, hapana. Yani CrowdGen ni sehemu yako ya kwenda kufanyia kazi na sio sehemu ya kwenda kuapply kazi. Kazi utazikuta kwenye hii platform nyingine, so utaapply huku, alafu sehemu ya kwenda kufanyia kazi ndio utaenda kufanyia kazi kwenye CrowdGen. Ndio kama alivyosema, unaweza ukaapply kwenye ajira poto, lakini ukapangiwa sijui Makambako kwenda kufanya kazi. Kwa hiyo Makambako ndo kwenye CrowdGen. Ajira poto ndo sehemu ile ya kwenda kuapply zile kazi zilipopostiwa. Okay. Kwa hiyo that means kama ulitumia browse ukifungua CrowdGen ni kwamba una sign in to direct, ndio hivyo? Yes. Utatumia invitation, kwa hiyo itakupeleka moja kwa moja kwenye ile invitation itakayokuwa kwenye email. So ukiklik itakupeleka moja kwa moja kwenye CrowdGen, kwenye task ambayo utakuwa umekuwa assigned. Miss Joyce, samahani kama nahisi kama nimemuelewa kivingine. Yes. Si unazungumzia kwamba kwa mfano Outlier unapo login itakwambia sijui ametuma kodi kwenye email yako, si ndio? Lakini huku ukilogin wenyewe hawana utaratibu wa kutuma kodi kwenye email, ambacho utaratibu wa kufanya qualification watatumia nini? Ile authenticator, ambao kama unatumia Google Authenticator au Microsoft Authenticator, au kama unatumia browser unakuwa na extension pale pembeni ambapo una click na una scan. Na hisi nimeeleka. Hapo umeeleweka. Another thing ni kwamba kumaanisha huku kwenye hii nani platform hatuwezi kupata kazi unless you are invited, umepata invitations, ndio hivyo? Huwezi kuapply chochote. Unaweza kupitia project. Okay. So project asante sana. Okay, fine. Simon, karibu. Swali langu jamani, nilikuwa hapa niko kazini, ndio maana kidogo nakuwa nachelewa kuuliza. Swali langu mwalimu, umezungumzia kuhusiana na hii link umesema inaitwaje? Umezungumzia kuhusiana na link ya liver hiyo, sio? Ndio nakusikia. Lakini pia ulitaja linki mbili, kuna linki nyingine inaitwa Welosmith kama hicho. Welodata pia. Inaitwa Welodata. Okay. So Welodata nayo inafanya kazi kama hiyo nani, sio? Yani LWS kama nimekuelewa kwamba LWS ni official platform ya kutuma kazi ya nini, ya CloudGen 2, lakini kwenye Welodata hii inaunganisha CloudGen, inaunganisha sijui ya Outlier, inaunganisha ina kampuni kama 4, na hisi nimekujibu kwa usahihi. Hapo nimekuelewa vizuri sana. Maana yake kama nitaingia Welodata inamaanisha kwamba ninaweza nikafungua account kwenye platform hizo zingine tofauti na ndio, ila kama ukiwa kwenye LWS ni kazi maalum kwa ajili ya CloudGen 2. Okay, sawa. Haya, sawa. Hilo swali langu la kwanza. La pili na la mwisho, samahani, nimeangalia
hiyo screen iliyo share, kuna sehemu Ndio. niliona kuna master class ya CloudGen ambayo ni kama sio ulitumia ChatGPT kitu kama hicho. Can you tell us something about it? Kunayo master class maalum kumbe labda kuhusiana na hili swala, ili tunaweza tukazama huko tuongeze knowledge. Sasa hii sio kama ndio ni masterclass, hapana. Mimi kipindi naanza hizi kazi, cha kwanza nilijifunza nini, prompt engineering, ambapo nilikuwa na malengo ya kwanza ya kumtumia ChatGPT kunifundisha kila kitu ambacho mimi nataka ni nini, ni mcommand. Kwa mfano ile dola ambayo naitumia dola 20 kwenda kulipia Udemy au Coursera, naweza nikatumia kumlipia ChatGPT akanifundisha na nikawa master. Kwa sababu gani? Tayari mimi kipindi nilishare juzi na Baraka kwamba nilituma gigs Fiverr moja kwa moja ndani ya wiki moja ikapata client. Kwa hiyo kuliko nitumie ile dola 20 kwenda kujifunza Udemy, hapana. Bora ningetumia ni hii dola 20 kulipia ChatGPT, ambapo atanifundisha nini, atakuwa anipatia zile kama ni designing prompt, kila kitu na namtumia mteja. Kwa hiyo basi na mimi nikatumia hiyo fursa kwa nini, kwa najifunzia data annotation, kwa sababu AI ukimlipia inakuwa anakupa access nyingi. Kwa hiyo sio kwamba tuseme labda kuna masterclass, hapana. Hii masterclass ni vile mimi namcommand AI, kwa sababu nina experience na nimesomea hicho kitu, kumcommand AI kunifundisha course fulani na nikapata. Kwa sababu waajiri wengi hawataki sijui waoneshe cheti, hapana, nataka nini, uoneshe yaani ile output yako. Kwa hiyo mimi hii AI ambayo nilikuwa najifunza hapa, nimemlipia tu AI anifundishe kila kitu. Sawa, samahani. Sasa hapo umenifungua na pia umenikaribisha swali lingine. Ndio. Nafahamu kwamba ChatGPT ndani iko embedded na AI tofauti tofauti ambazo unaweza ukaenda specifically ukazilipia Ndio. zile. Sasa wewe umeilipia ipi ambayo sisi tunaweza tukalipia pia ili tuweze tukaenda hiyo njia, kwa sababu mimi naamini njia nzuri zaidi ya kujifunza ni kujifunza kwa mtu ambaye tayari ameshafanya vizuri. Okay. Kwa mfano unapofungua ChatGPT wako kwenye ile sehemu ya nini ile nini profile yako, kuna ile sehemu sijui claim offer. Kwa hiyo unachotakiwa ni unaiclaim tu ile offer, yaani wewe utamlipia tu ChatGPT. Kama ChatGPT itakuja pale offer, tuseme kuna Go ambayo unalipia 14,000, kuna Pro unalipia nini dola 20 kama 49, na kuna ile ambayo unalipia sijui 200,000. Kwa hiyo utachagua ipi na kukufavor, kwa sababu kama ukilipia Pro utapewa mwezi mzima nini wa bure. Kwa hiyo mimi nililipia ChatGPT mwenyewe, sio zile AI zingine, hapana. Nilimlipia ChatGPT mwenyewe, ambapo nilipata ofa pia ya kutengeneza video na nini vile. Kuna platform ambapo kwenye AI kuna sehemu ambapo kilipia unapata extension ya kutengeneza video. Kwa hiyo na hizi ndio ni darasa jingine pia, kama Baraka atakuja kunikaribisha, naweza nikafundisha jinsi ya kutumia AI kwenye nini, kwenye social media management, ambayo imenisaidia mimi, kwa sababu mimi nililipia tu ChatGPT kwa sababu nina uelewa wa nini wa prompt engineering, jinsi ya kumcommand AI kurahisisha kazi zangu na kujifunza kozi, kwa sababu mimi nilimlipia tu AI kwenye platform yake, kwenye my profile. Nikaenda pale kwenye my profile nika claim offer ambayo kwa nikulipia 49 na nikalipia dola 20, ndo mpaka leo sasa hivi namtumia huyo na amenipatia wateja wengi, na ninamshukuru Mr. Baraka, kweli ni kujiongeza tu in short. Sawa, na pia hii swala la prompt engineering, did you have a specific course ya kujifunza prompt engineering? Kwa sababu mimi shida ambayo niliwahi kukutana nayo, kuna course moja niliwahi kulipia ya digital marketing kwenye Udemy, lakini ndani ilikuwa ina section ya prompt engineering, but hawakuwa wanaingia deep sana, ni kama walikuwa wanaelezea tu juu. So maybe how did you come to learn about prompt engineering? Kwa sababu nafikiri itakuwa ni course nzuri zaidi kama sisi tukiwa tunafahamu. Kitu kikubwa ni kwamba kwenye hizi course za Udemy au Coursera, kwa perception yangu mimi, huwa wanafundisha vitu ambavyo wanavijua wao. Kwa hiyo mimi kuepukana, sije kulipia course yoyote. Kuna ninachokifanya mimi ni kuna platform ya bure ambayo ni Microsoft Nice. Kuna Microsoft wanasema nani ya prompt engineering, kuna Google pia wanazo. Kwa ila kikubwa kabisa ni wewe chimba kwenye YouTube kujifunza ile jinsi nini AI unavyo command, yani kwa sababu kwenye YouTube yenyewe inakusaidia kujua, yani kwa vitendo zaidi, kuwa competence. Lakini useme sijui ulipia course, hapana, mimi sijai kulipia course yoyote. Kwa hiyo ninachokifanya ni sometimes ni kujituma pia, au unaweza kumtumia AI mwenyewe, huyu wa bure AI wa mwenyewe akufundishe nani prompt engineering. Unaweza tu kumcommand kwamba AI, labda unamtumia command kwamba unifundishe kwa nataka ni master prompt engineering,
utakuwa unafanya mitihani anakusahisha mle mle. Asante. Asante pia. Okay, thank you very much Atanas. Hassan, unaweza ukakaribia. Hassan. Okay, Bi Fatma unaweza ukaendelea. No, nipo. So, Endelea Hassan. Okay, thanks Mr. Nanli kwa darasa zuri. Mimi nilikuwa najaribu, nilikuwa naomba, sina swali lakini nilikuwa naomba ungejaribu kushare maybe tukaona tu kidogo how your CV looks, zile pattern at least ndio tukatoka na kitu chochote. CV yako inaonekanaje? Yani inakuwa na vitu gani? Sawa. Okay, kama nenda na swali jingine. Amemaliza nadhani. Kama umeweza kuuliza swali, naomba ushushe mkono. Hassan na Zoom user, shusha mkono wako ili tujue watu waliobaki. Bi Fatma, karibu, akiwa anaendelea kutafuta nani yake. Sawa, ninashukuru sana, nashukuru kwa somo pia. Ninauliza kuhusu haya mambo ya kufanya kutranslate na kutranscribe Kiswahili. Baadhi yetu hatuna utaalamu wa kwamba nilienda darasani nikasoma Kiswahili nikafundisha labda nikafanya nini. Tunajua Kiswahili kwa sababu tumezaliwa tunaongea Kiswahili na tuna mambo mengine, yani tumekuwa tunaongea Kiswahili muda mrefu sana, tunaweza tukatranslate hivyo vitu. Sasa pale kwenye resume unaandikaje? Unaandika tu kwamba mimi nimezaliwa naongea Kiswahili, ninajua Kiswahili, nilisoma Kiswahili toka darasa la kwanza mpaka la 12, nikafaulu kupata grade B au vipi? Au itakuwa tu concluded pale kwenye resume nyingi tunazoandika pale mwisho huwa tunaandika lugha ninazoweza kuongea. Kwa hiyo unaandika lugha zote unazoweza kuongea. Je, hiyo inatosha kusema kwamba mtu atatoa pale kwenye lugha kwamba mimi ni daktari wa moyo lakini ninajua kuongea Kiswahili? Kwa sababu siwezi kuweka pale resume yangu ya daktari wa moyo ninajua Kiswahili kwa sababu nimezaliwa naongea Kiswahili. Okay. Kiukweli hiyo ni changamoto pia, kwa sababu ukisema utumie hiyo njia sidhani kama kuna kazi utapata. I'm sorry to say that kwamba huo ndio uhalisia. Ukisema tu resume yako imeandika mimi ninazungumza Kiswahili kwa kuzaliwa, hiyo haitoshi. Kwa sababu gani? Tunapoomba kazi huwa tuna compete na hujui unaye compete naye. Unakuta kazi nataka watu 50. Yaani kama tunapoomba kazi kwenye muktadha wa kawaida. Kwa hiyo unachotakiwa ni hata kama hujawahi kufanya hicho kitu, kikubwa tu ni kusearch na yani kufanya ile utafiti wako kwamba ili kazi ishibe au niajiriwe kazi natakiwa resume yangu iwe na vitu gani. Mimi sikuhangaika. Mimi narudia kusema kwa sababu mimi nilijua nafahamu prompt engineering. Kwa hiyo mimi nilimcommand AI anisaidie kutengeneza resume. Mimi nilikuwa sijai kufanya translation au transcript. Hizo kazi zote nilikuwa sijai kufanya. Kwa hiyo nilichokifanya nilimpatia ile kazi nataka nini, nikamwelezea CV, nikamwelezea tu mimi ni nani na nafanya kazi gani, ndo akanitengenezea nini resume. Kwa hiyo sio kama ndo niliandika tu resume kwa mfano cha kuzaliwa, hapana. AI yupo anaweza kukusaidia kama unaweza master AI. AI anasaidia sana. Asante. Na hizi mnaweza mkaona mfano wa wa hii kazi ambayo resume ambayo nimeshare kwenye screen. Yeah. Au nikutumie Joyce WhatsApp? Yeah, unaweza kanitumia. Tafadhali fanya hivyo ili nasi tuweze kuiona. Hapa maandishi ni madogo madogo sana. Sawa. So Bi Fatma, unajua unaweza ukasema kwamba hata kama wewe ni daktari wa moyo unaweza ukasema nimewahi kutranslate mgonjwa alikuja, mimi ndo nikawa translator kati ya bingwa fulani na bingwa fulani na mgonjwa akaeleweka. Okay, sawa. Yeah, unaweza ukaweka kwenye experience kitu kama hicho. Sawa, nashukuru sana. Karibu. Okay. Ingawaje mimi sio daktari wa moyo, nina kazi nyingine. Hiyo nimetoa tu kama mfano.
Yeah, Ah, okay. sawa, So, asante. okay. Hosea, karibu. Asante. Sina swali ila nina ombi moja kama itawapendeza, Miss Joyce pamoja na Baraka. Karibu. Mwalimu wetu hapa ametuelewesha vitu vizuri, lakini mwishoni kuna kitu akaongea kuhusiana na AI kwamba siku kama Baraka atawiwa kumkaribisha aje atufundishe somo kuhusiana na matumizi sahihi ya AI. Wengi tunafahamu sasa hivi ulimwengu ndio unaelekea huko. Mimi nina ombi kama itawapendeza, kwa sababu kuna namna wote tumeona hapa, kuna namna ametumia AI vizuri sana, imemsaidia. So wengi tunatumia juu juu, hatuingii deep kama alivyoingia yeye. So kama itawapendeza, mkamkaribisha siku nyingine akatupa somo ama darasa kuhusiana na matumizi ya AI, hizo prompts na nini, tukaelewa na sisi, basi itakuwa imetusaidia. Naamini pengine wengine wanajua, lakini kwa sisi wengine ambao tunatumia AI juu juu, tungefurahi kupata darasa kama itawapendeza. Okay, thank you. Well received. Itafika kwa Baraka, alafu tutaongea na Atanas tuone linawezekanaje. Sawa. Thank you very much. Okay, naona watu mmefurahi wengi kwenye hilo swala. So mtu mwingine yeyote mwenye swali au mwenye kitu chochote Ya Joyce, before ya nina swali kidogo kuna kitu nataka nikielewe sawa sawa. Nimeona kuna utofauti wa matamshi yako na Atanas. Is it RWS or LWS? Kipi ni sahihi? ni ara au mimi ndo nimeona Soma vibaya? hapa. Kama unaweza kuona, unaweza ukasoma hapo Ni ara. Ni ara. Oh, shukran. Yeah, ni matamshi tu. So kama umemaliza unaweza ukashika mkono. Kama kuna mtu mwingine ana swali la kumalizia kabisa, watu wawili wa mwisho, kama kuna mtu ana swali. Ni 4:00 na kuna watu wengine wako na time zone tofauti tuko nao. mimi pia nafanya mitihani ya UE. Kuna mtu hapa Okay, ameuliza, okay. kuna mtu ameuliza kwenye comments kama tunaweza kupata contact za Atanas, cause nimemsikia akisema yeye si mwanafunzi wa haya madarasa yetu, so in case kama tunahitaji more detail kama ataruhusu, lakini yeye mwenyewe kama anaweza kutupatia. Haina shida basi. Okay, fine. Nitawatumia. Okay, kama kuna mwingine hana swali. Okay, analo swali, I mean. Kama hamna, nichukue nafasi hii kwa niaba ya Baraka, kwa niaba ya Remontica Africa Company. Tunapenda kukushukuru sana 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 sana, to the extent Atanas kwa kuwa na sisi jioni ya leo. Najua wewe ni mwanafunzi, you took your time, ungekuwa umeenda kusoma UE lakini umechukua muda wako kwa upendo kabisa. So tunakushukuru sana sana sana. Mimi pia mwanafunzi mmoja tu atusaidie. Okay. Nilikuwa nasema mimi pia napenda kuwashukuru. Natamani angewe Mr. Black hapa nimfikishie, ila na mimi nitamfikishia. Ninamshukuru sana 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 kwa sababu kupitia video zake nimeanza kumfuatia ni miezi mitatu, na kuchanganya na ninavyovifanya mimi huko nimefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa sasa hivi kama nilivyosema, mimi na mzee tena namzidi mshahara. Kwa mfano leo nimepata hizi hapa, ila pia nimepata client Fever na Micro One. Kupitia yeye nashukuru sana, nashukuru kwa kweli. Mwendelee na huo moyo, msiache kuwa mnashare video YouTube, tunajifunza ambao tuna mambo mengi pia. Asanteni sana, asanteni, nimefurahi kuwa nanyi. Sawa, sasa ujenge ghorofa hilo. Nashukuru. Asante, nami ni So guys, mmesikia kabisa, Atanas anasema Atanas, karibu amejifunza sana Remontica. YouTube. I So think Joyce YouTube anaweza ni sehemu. kujoin it.
Lemotika kama ni website nimo kwenye website. Yes. Okay. Namkaribisha Remotika kule ili tuweze kuwa Okay. naye So mjadala. tunaweza karibu sana Atanas. Asante, nashukuru sana na Sasa nimefurahi na sana. So guys, na swali moja la mwisho. Ndio, karibu. Hii Welo Data hii inanisumbua hapa kidogo. Nimeingia nimeandika Welo Data, zimekuja linki kibao yani zinazohusiana na Welo. Nimemtumia Joyce Welo Data official kwenye naisa atashare na nyinyi, nimeshamtumia link ya official kabisa. Okay, sawa. Haina haja ya kusearch. Sawa. Na hizi naweza Labda nikawaga. mwisho, Naam. mwisho kumalizia hapo. Ndio. Kwa uzoefu wako wewe unaona kwamba, maana ukiingia Google site zinazotoa opportunities ni nyingi sana. Okay guys. Thousands of. Kumbe Madam, nauliza la mwisho. Bi Fatma. Madam, namaliza la mwisho hivi. Simon, kama nimekuelewa na tufanye haraka haraka, ni kwamba umesema kweli unapo search job platform yote kama Google au Chrome zinakuja aina nyingi za kazi, lakini sasa mimi njia yangu ambayo naitumia ni AI. Yaani tamtumia CV yangu mimi AI ndo tanitumia linki za kazi ambazo zinahitajika muda huo. Kwa hiyo mimi haina haja kwenda Google au wapi kusearch, hapana, kwa sababu AI naye atanitumia linki ya kazi moja kwa moja ambayo nita apply mimi mwenyewe. Nahisi nimeeleweka. Hapo umeeleweka. Hapa nimeongeza pointi nyingine hapo. Asante. Kwa hiyo utamtumia tu resume yako AI, ata-analyze afu atakutumia. Kwa hiyo nakushauri, kwa ushauri tu wa bure, tumia Cloud AI, ni nzuri pia. Kwa hiyo hata kulipia umelipia Cloud AI sio? Cloud AI simlipi kwa sababu yule ananitengenezea tu document. Kwa mfano natengeneza mkataba na mteja, yeye atanitengenezea mkataba tu, kwa sababu simtumii mara nyingi. Ila AI ambayo namtumia mara nyingi ni ChatGPT, kwa sababu yuko vizuri kwenye picha, kwenye video. Kwa client anaweza akahisi mimi nimekaa na CapCut nimetengeneza, kumbe ni AI. Kwa mimi namlipia AI. Kwa kama unaweza kumlipia ChatGPT na Cloud, ni wewe kwa matumizi yako, kama ni potential. Sawa. Sasa mwalimu, wao na madini mengi sana ambayo tungependa tungekuwa tunaulizaga over and over. Sijajua viongozi wameweka utaratibu gani, kama zinaweza zikapatikana contact zako au utakuwepo kwenye grupu au vipi? Yani ningependa sana tuendelee kukuuliza zaidi, maana you have so much in your head. Sawa, mimi nipo 24/7. Nisema wiki hii na wiki inayokuja nimebana na UE. Kwa sababu hapa penyewe ninaongea na nyie huku lazima moto. Kwa hiyo nahisi kufikia wiki ijayo Alhamisi nitakuwa free kabisa, nitakuwa nimeshamaliza mitihani. Kwa hiyo ni nyie na uongozi wenu pia. Okay, sawa. Basi tutauliza viongozi ili kama ikiwezekana tupate contact zake. Itakuwa vizuri. Asante. So thank you Atanas. Niwatakie usiku mwema kila mmoja. Atanas, karibu tena, tukikuhitaji naomba usitukatae. Kikubwa tu yeye kuanzia wiki ijayo Alhamisi nitakuwa naona nimeshamaliza UE, na asanteni pia, nawapenda. Thank you. Good night. Thank you, Atanas. Thank you. Siku mwema, asante sana.